Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anadai kwamba Israel haihitaji fedha za Marekani. Waziri Mkuu wa Israel Bwana Netanyahu amedai kuwa ana mpango wa kuiondoa nchi yake misaada ya kifedha ya Marekani ndani ya miaka 10 ijayo, huku akilaumu udanganyifu wa mitandao ya kijamii kwa kupungua uungaji mkono wa umma kwa Israel kati ya Wamarekani. Israel ndio mpokeaji mkubwa zaidi wa misaada ya nje ya Marekani tangu vita vya pili vya dunia, ikiwa imepokea zaidi ya dola bilioni 300 za msaada wa kiuchumi na kijeshi kutoka Washington tangu mwaka 1948. Chini ya makubaliano ya miaka 10 iliyotiwa saini mwaka 2016, Marekani ilitoa msaada wa kijeshi wa dola bilioni 38 kwa Israel hadi mwaka 2028, ikiwa ni pamoja na dola bilioni 5 kwa mfumo wa ulinzi wa makombora ya Iron Dome. Kwa ujumla, msaada wa Marekani unachangia takribani 16% ya bajeti ya kijeshi ya nchi hiyo. Katika mahojiano ya dakika 60 ya CBS yaliyopeperushwa Jumapili, Netanyahu aliulizwa kama ulikuwa wakati wa taifa la Kiyahudi kuchunguza upya na ikiwezekana kuweka upya uhusiano wake wa kifedha na Washington. Kweli kabisa, nimesema hivi kwa Rais Trump, nimewaambia watu wetu wenyewe, taya zao zinashuka, akajibu. Ninataka kupunguza msaada wa kifedha wa Marekani, sehemu ya kifedha ya ushirikiano wa kijeshi tulionayo, waziri mkuu wa Israel anasema. Ameendelea kusema kwamba mchakato unapaswa kuanza sasa na kukamilika katika miaka 10 ijayo. Netanyahu alibainisha kuwa anafahamu vyema kuhusu kupungua kwa uungwaji mkono wa Israel nchini Marekani. Kura ya maoni ya hivi majuzi ya Pew ilionyesha kuwa Waamerika 6 kati ya 10 wana mtazamo mbaya sana au kwa kiasi fulani kuhusu Israel, hadi 7% tangu mwaka uliopita na karibu hoja 20 tangu 2022. Kiongozi huyo wa Israel alitupilia mbali dhana kwamba vita vya Gaza huenda vimechangia hisia hii mbaya ya Israel, akilaumu mabadiliko hayo ya karibu kabisa kwenye mitandao ya kijamii. Israel imezingirwa kwenye vyombo vya habari kwa upande wa propaganda na hatujafanya vyema kwenye vita vya propaganda, anasema Netanyahu. Tuna nchi kadhaa ambazo kimsingi zilidanganya mitandao ya kijamii na mashamba ya roboti yenye anwani ghushi kuvunja huruma ya Marekani kwa Israel, anaendelea zaidi waziri mkuu Benjamin Netanyahu, akielezea namna ambavyo propaganda kuhusu Iran zimekuwa ni kubwa mno. Licha ya kuzungumza kuhusu propaganda zinazodaiwa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, lakini bado hali ya Israel katika kufanya mashambulizi na kuadhibu wasiokuwa na hatia ni kubwa mno. Zaidi ya Wapalestina 71,000 wameuawa katika vita vya Israel huko katika ukanda wa Gaza vilivyochochewa na shambulizi la Oktoba 7 la Hamas. Hata hivyo, mauaji ya kutisha ya watu zaidi ya 71,000, lakini pia kuharibiwa kwa miundombinu katika Gaza ndiko ambako kumeifanya dunia kuichukia zaidi Israel. Operesheni za kijeshi za Israel huko Lebanon na Iran pia zimesababisha idadi kubwa ya vifo vya raia na hivyo kuchochea ukosoaji kati ya umma wa Amerika na wachambuzi mashuhuri akiwemo Tucker Carlson, Megyn Kelly na Candace Owens. Mwezi Machi, seneta wa Marekani Bernie Sanders aliwasilisha maazimio 3 ya kutaka kuzuia karibia dola milioni 660 za mauzo ya silaha kwa Israel, akisema kuwa robo 3 ya wademokrasia na thuluthi 2 ya watu huru wanapinga Washington kupeleka silaha nchini Israel. Mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kauli iliyotolewa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwamba kwa sasa hawahitaji fedha za Wamarekani na kwamba mipango ya Israel ni kuhakikisha inajitegemea. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment. Kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.